Akizungumzia ufadhili huo, mkuu wa idara ya rasilimali watu wa Mantra Tanzania Bwana Jarome Mashamba na afisa wanachama wa NHIF mkoa wa Ruvuma Bi Eliuna Milungi wanasema hivyo basi, katika awamu hii ya udhamini wa bima ya afya, Mantra itawanufaisha wanafunzi 1000 watakaotoka katika taasisi za chuo cha ufundi VETA, shule ya sekondari ya wasichana ya Dr. Samia Suluhu Hassan, shule ya sekondari Pamoja, shule ya sekondari Ringa, shule ya sekondari Narwi, shule ya sekondari ya Vita Kawawa, shule ya Selous ya sekondari na Suli sekondari. Sisi pamoja na nyinyi tutashirikiana na Mantra kuhakikisha ya kwamba lengo lao Mantra linafanikiwa kupata nyinyi uhakika wa matibabu. Na VETA sofa walishaanza mwaka jana. Kwa hivyo na hizo shule zilizotajwa hapo, Mama Samia, Pamoja, Nasuli, Vita Kawawa, pamoja na walimu mtatusaidia sana kuhakikisha ya kwamba wanufaika wanakuwa ni wale waliotarajiwa. Kwa upande wao, wanafunzi wanaokwenda kunufaika na kadi hizo wameshukuru Mantra kwa ufadhili huo. Leo tunawashukuru sana Mantra kwa kutufadhili kadi za bima ya afya. Kutokana na kadi hizi tunaamini kuwa itatusaidia sana sisi kama wanafunzi, hata kipindi ambacho tunakuwa tunaumwa, kwa sababu tunaona kwamba wengine wanakuwa wanaumwa, wapo tu majumbani, wanashindwa kuja chuo, wengine wanashindwa kwenda mashuleni kwa sababu wanaumwa, lakini pia hela wanakosa kwa ajili ya kwenda kujipeleka hospitali na kujihudumia. Katibu Tawala wa wilaya ya Namtumbo Bwana Francis Mgolokwa anasema hatua hiyo inatokana na sera nzuri ya serikali inayotaka rasilimali kunufaisha wananchi husika. Kwa kampuni ya Mantra tunayo katika wilaya yetu ya Namtumbo, ilikuja hapa imewekeza katika madini ya uranium. Sasa kama kampuni inarudisha sehemu ya faida, inarudishaje? Pamoja watu ambao tunanufaika katika hiyo faida wanayoipata kutokana na sera nzuri ya serikali ni sisi wanafunzi siku ya leo kuweza kupata bima ya afya ambayo itatusaidia katika matibabu. Nikiripoti kutoka katika chuo cha VETA wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma, mimi ni Joseph Mwambije wa ITV.